Hii leo tena kwa upande wa klabu ya Simba wanashuka dimbani kuvana na KMC. Ni mchezo wa ligi kuu Tanzania bara. Hii yote ni kuendelea kupambania ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Tunafahamu kwamba mambo ni magumu kweli kweli kulingana na kile ambacho kinaendelea, hasa pia na upande wa ratiba kwa upande wao, na wenyewe pia imekuwa si rafiki sana namna ambavyo mambo yalivyo. Lakini kwa upande wa Mwalimu Fadlu Davis anajaribu kuona timu yake inaondoka vipi na alama 3 kwenye kila mchezo ambao wanacheza, kwa sababu wanafahamu kwamba sasa hivi kila mchezo kwao ni kama finali, kwa sababu hata wakishinda viporo vyao basi watakuwa nyuma pointi moja zidi ya Dar es Salaam Africans. Sasa tayari ninacho hapa kikosi ambacho Mwalimu Fadlu Davis amekichagua kwa ajili ya kuanza mbele KMC. Tunafahamu baada ya hapa timu inakwenda kupambania finali ya kombe la shirikisho dhidi ya RS Berkane. Kabla sijakutajia kikosi, nikukumbushe hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito, karibu sana tuweze kuangazia hapa kikosi kwa upande wa klabu ya Simba. Kwa upande wa golini yupo Moussa Kamara. Kwa upande wa kocha Fadlu Davis, kwa upande wa Moussa Kamara anamtegemea zaidi kwa ajili ya kuanzisha mashambulizi. Kwa mara zote amekuwa akicheza hivyo, lakini pia akisimama juu kidogo kurahisisha zile pasi za nyuma ambazo kama mabeki wakiwa hawaoni sehemu za kupeleka mpira, basi Moussa Kamara akiwa amesogea juu kidogo, basi atakuwa anapokea mipira hiyo na kuanzisha yeye mashambulizi kulingana na aina ya mfumo ambao Mwalimu amekuwa mara zote akiutumia. Lakini pia wakati huko upande wa Shomari Kapombe moja kwa moja atasimama kwenye upande wa beki pembeni kulia. Kwa upande wa Kapombe tunafahamu ni mmoja mchezaji ambaye amekuwa ni mzuri zaidi kwenye kupandisha mashambulizi, lakini pia na kuzuia. Majukumu yake yatahusisha pia kupanda, lakini pia na kurudi kwa wakati akishirikiana na mawinga. Lakini pia tunafahamu ni mmoja mchezaji ambaye amekuwa akikava nafasi pia kwenye eneo la katikati kama timu ikiwa inashambulia. Mara zote wamekuwa wakicheza hivyo. Lakini pia Mohamed Hussein atasimama kwenye eneo la beki pembeni kushoto. Kwa upande wa Shabalala tunafahamu ni mmoja mchezaji ambaye amekuwa ni muhimu namna ambavyo amekuwa ni mzuri kwenye kupanua uwanja, lakini pia tunafahamu namna ambavyo amekuwa akicheza vizuri kwenye eneo la kushoto. Lakini pia tunafahamu cross zake ndizo ambazo zitakuwa ni muhimu zaidi kwenye eneo la washambuliaji kulingana na vile ambavyo amekuwa anacheza. Lakini pia atakuwa anahakikisha kwenye eneo la ulinzi kwenye upande huo mambo yakiwa mazuri zaidi. Lakini pia Abdulrazak Hamza moja kwa moja atasimama kwenye eneo la beki ya pembe ya katikati. Kwa upande wa Abdulrazak Hamza tunafahamu ni moja beki ambaye atakuwa na nafasi nzuri ya kuendelea kutengeneza au kuanzisha mashambulizi, lakini pia kwa ajili ya kuwazuia washambuliaji wa KMC kwenye eneo hilo la ulinzi. Wakati huo pia Chamuka Rabu na pia ni moja ya wachezaji ambao watakuwepo moja kwa moja kwenye eneo hilo akisaidiana na Abdulrazak Hamza. Tunafahamu kwa upande wa Abdulrazak Hamza amekuwa ni muumini mkubwa kwenye michezo hivi karibuni, ni kama hivi Chefondo Maroni. Naweza nikasema kwa mashabiki wa klabu ya Simba kama wanamsahau hivi kulingana na kazi kubwa ambayo Chamuka Rabu amekuwa anaifanya. Lakini pia kwenye eneo la kiungo mkabaji yupo Yusuf Kagoma. Tunafahamu kwa upande wa Yusuf Kagoma ni mchezaji ambaye amekuwa ni muumini mkubwa kwenye eneo la kuzuia, kwenye eneo la katikati. Yeye kazi yake atakuwa akiwazuia au akizuia mashambulizi ambayo yatakuwa yakifanywa na wapinzani kulingana na vile ambavyo Mwalimu atakuwa akitaka kumtumia. Wakati huo pia Fabrice Luamba Ngoma moja kwa moja atakuwepo naye pia kwenye eneo la kiungo. Wakati huo pia Ngoma atatumika pia kama playmaker kwenye mchezo namna ambavyo atakuwa anacheza, lakini pia atakuwa akitawanya kwa mipira kwa upande wa mawinga pamoja na viungo ambao watakuwa kwenye eneo la juu. Lakini pia tunafahamu kwa upande wa Ngoma ni mchezaji ambaye amekuwa ni mzuri zaidi kwenye kupiga pasi ndefu, na Mwalimu anajua nini hasa ambacho anakihitaji kwenye mchezo. Wakati huo pia Jean Charles Ahoua moja kwa moja atasimama kwenye eneo hilo, yani kiungo mshambuliaji. Ahoua tunafahamu ni mchezaji mzuri ambaye ana uwezo mzuri, lakini pia atacheza nyuma ya mshambuliaji ikiwa huru kutafuta nafasi katikati kulingana na vile ambavyo atakuwa anacheza. Jukumu lake kubwa ni kutoa pasi za mwisho kwa mshambuliaji, lakini pia ni mchezaji mzuri kwenye mipira iliyokufa. Tumeweza kuona kwa mechi za hivi karibuni amekuwa ni mzuri zaidi. Lakini pia Kibu Denis wakati huu moja kwa moja kwenye eneo la kulia. Kibu anatumika kama inside forward. Tunafahamu akicheza karibu zaidi na kiungo Ahoua pamoja na Kapombe, yeye atakuwa ni kama hivi kwa sababu ana uwezo wa kuingia ndani na kurudi kwenye eneo la pembeni kwa haraka zaidi. Lakini pia atakuwa ana uwezo mzuri wa kuweza kupiga mashuti, kwa hiyo Mwalimu atakuwa akimtumia namna hiyo. Wakati huo pia Elim Panzu atasimama kwenye eneo la winga pembeni kushoto. Mpanzu atatumika kama winga wa asili, mara zote ndiye amekuwa anatumika namna hiyo kutokana na dribble yake namna ambavyo imekuwa kwenye ubora. Atakuwa akiwaletea shida mabeki ambao wanacheza kwenye eneo la pembeni kutokana na kile ambacho alikuwa anakionyesha kwenye mchezo kwa wakati huu. Maana kwamba mambo yatakuwa namna hiyo. Wakati huo kwenye eneo la shambuliaji ni Leonel Ateba Mbida. Ateba ndiye target striker kwenye eneo hilo, na yeye ndiye ambaye atakuwa anatazama zaidi kuweza kufunga kulingana na kile ambacho amekuwa anakionyesha. Ni mchezaji ambaye amekuwa na ubora wa hali ya juu, ni mchezaji ambaye amekuwa ni mzuri kwenye eneo la kufunga
mpaka sasa hivi tunafahamu ni mchezaji ambaye yuko nyuma ya Ahoua kwenye eneo la ufungaji, maana kwamba hicho ndicho kikosi kwa upande wa klabu ya Simba.